kila baada ya miaka fulani uelewa wa watu katika mambo fulani huwa unaongezeka. Mwaka 1965 Nyerere alitengeneza katiba akiwa na chama chake cha TANU. Kwenye bunge la katiba walioruhusiwa kuingia mle ni wale tu waliokuwa wanachama wa TANU. Ambao hawakuwa wanachama wa TANU hawakuruhusiwa kuingia kwenye bunge hilo. Kwa uelewa wa watu katika mwaka huo, hilo halikuonekana kama ni tatizo. Mwaka 1977 Nyerere akiwa na CCM, suala hilo alirudia tena. Alitunga katiba na kwenye baraza na kwenye bunge la katiba walioruhusiwa kuingia mle ni wale wana CCM tu. Ambao hakuwa wana CCM hawakuruhusiwa kuingia kwenye ile bunge la katiba. Kwa uelewa wa wananchi katika kipindi hicho, hilo halikuonekana kama ni tatizo. Lakini kwa sasa, miaka mingi imepita, wananchi wana ufahamu mkubwa sana kwenye masuala ya kisiasa. Wananchi wengi sasa hivi wameshagundua kwamba katiba inayotungwa na watawala haiwezi kulinda rasilimali za nchi dhidi ya uhalifu unaoweza kufanywa na serikali, na haiwezi kujenga demokrasi katika nchi, na haiwezi kujenga amani ya kudumu katika nchi. Ukitumia dola kuwalazimisha wananchi waendelee na mawazo ya mwaka 65 na 77 kwenye vichwa vyao, utajikuta unaua watu wengi ama unapeleka gerezani watu wengi. Mama Samia kwa mara ya kwanza nilimuona akiendesha bunge la katiba. Bunge la katiba Mama Samia aliliendesha kwa ustaarabu wa hali ya juu. Kwa ustaarabu alioonyesha Mama Samia katika kuendesha bunge la katiba, mimi nilipata faraja alipoapishwa kuwa rais wa nchi. Kwa sababu ustaarabu aliouonyesha kwenye bunge la katiba, nilipata imani kwamba nchi yetu ataiendesha vizuri. Niliamini kwamba atajali shida za watu na haki za watu. Mimi sipingani na ile kauli ya kwamba no reform no election. Lakini sioni ubaya kama tutampa uhuru Mama Samia wa kutupatia fursa ya kutengeneza katiba katika muda ambao yeye anaona ni mwafaka. Hata Kikwete alitupatia rasimu ya Warioba katika kipindi chake cha awamu ya pili. Nina imani kwa ustaarabu alioonyesha Mama Samia kwenye bunge la katiba, sidhani kama ataweza kuvunja heshima yake
kwa kutotekeleza ahadi yake ya kutupatia wananchi fursa ya kutengeneza katiba yetu. Katiba ni muhimu sana katika nchi, na mara nyingi katiba za wananchi ni adui mkubwa wa watawala, na hasa wale waliojikita kwenye ufisadi. Na waomba wale wote watakaopata nafasi ya kushiriki kutoa maoni ya katiba wakatetee rasimu ya mzee Joseph Sinde Warioba. Na itakuwa vizuri kama kwenye rasimu ya Warioba tutaongeza kipengele cha kuwalinda wale waliotumikia serikali katika katiba ya zamani, ili kuwatoa hofu, kwa sababu nina imani hofu ya hao watu ndio iliyosababisha rasimu ya Warioba isiweze kuwa katiba ya nchi. Walihofu kwamba ikipita watakuwa matatani kwa ufisadi waliofanya wakiwa serikalini, na hasa kwenye mikataba ya madini. Mtawala anayewaahidi watu kuwapa fursa ya kutunga katiba, kuwapa fursa wananchi kutengeneza katiba yao, ni wa kuheshimu sana. Nchi nyingine ukionekana una mawazo ya katiba ya wananchi unauawa.